Milele nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amekuwa mwema na kimbilio ndani ya maisha haya. Ningetaka tu twende moja kwa moja kwa sababu ya wakati. Singetaka kuweka sana ama ukawie mahali hapa sana. Najua masaa ikiendelea, mara nyingine fikra zinaenda mahali pengine, lakini kabla ijaenda, ningetaka tu tuchukue muda mfupi ili tuweze kunena neno mimi pamoja na wewe, nikiamini ya kwamba Mungu atakubariki. Basi moja kwa moja, kichwa ya neno langu linasema ya kwamba utatolewa ndani la lile shimo waliokuweka. Amen. Watakuondoa ndani la lile shimo ambao walikuweka. Haleluya. Kwa hiyo usijali mahali huko, unatolewa, lakini hii inafuatana na imani. Imani yako ndio itakutoa. Kwa hivyo ni wewe, neno linapopita uweke imani ya kwamba mahali uliko Mungu anakutoa mahali pale na anakuinua. Haleluya. Kwa hivyo hebu twende kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo Genesis 37. Tusome mstari wa 23 hadi 24. Kitabu cha Mwanzo. Hebu tusome pamoja. Ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamfua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtoa wakamtupa katika shimo, na hilo shimo lilikuwa tupu, hamna maji. Haleluya. Hii mtu wa kwanza ambao ningependa tuone ni kwamba Biblia inaniambia kwamba kulikuwa na Yusufu. Unaelewa Yusufu vizuri. Na Biblia inaniambia kwamba wakamshika. Ni kwa nini Yusufu sababu ya kushikwa kwa Yusufu ilikuwa nini? Nataka kuambia Yusufu alikuwa ni mbarikiwa wa Bwana. Alikuwa na maono makubwa. Alikuwa na mambo ambayo haikuwa inatarajiwa na wengine. Na kwa hivyo juu ya wivu kwa sababu ya talanta ama kwa kile kipawa alikuwa nacho, akashikwa na ndugu zake na akaweza kuwekwa ndani la lile shimo. Haleluya. Nataka kukuambia wewe ambao unanisikia ni kwamba walimshika kwa sababu jambo la kwanza ilikuwa ni wivu, jambo la pili ilikuwa ni kwamba alikuwa na kipawa ndani yake. Na kwa hivyo wewe nataka kukuambia hivi, hata ingawa wewe una kipawa uliopewa nayo. Haleluya. Hata mimi nimepewa. Mimi naimba, mimi nahubiri, mimi ukiniambia Asha nafanya hiyo yote, lakini hiyo vipawa zote kuna watu wengine wafurahii. Lakini jambo la maana ni kwamba hata kama wataniweka ndani la lile shimo ambao sitatoka, ili kipawa kufanye kazi, hawa wataniondoa. Amen. Hawa wataniondoa. Na nimoza nakwambia kwamba walimweka Yusufu. Lakini hebu turudi hapo juu kidogo, tuone walipokuwa wakipanga yale mipango yote ya kuweka Yusufu ndani ya mahali waliomweka. Hebu tusome mstari wa 21, tuone vile kulipokuwa kumepangwa na vile kulipoenda. Hebu tuweke mstari wa 21. Biblia inasema hivi: Rubeni akasikia, akamuokoa katika mikono yao, akasema tusimuue. Haleluya. Wale wote ambao wamekaa na kukupangia kwamba watakuweka ndani la lile shimo, kuna mmoja katikati yao ambaye atakuokoa. Haleluya. Hii ilikuwa ni ndugu zake, unjue hivyo. Kwa hivyo hata wale mumezaliwa pamoja nao sio wazuri sana, lakini bahati yako ni kwamba hata kama wale haleluya. Unajua kuogopa sio lazima tusikizane sisi wote. Unipende unisipende, hata kwetu mimi tusikizane na wote, na mimi ndio mkubwa. Kuna mwingine anagairi anasema hapana, Mungai anasema kama mwingine sisi hatuwezi kumwamini. Haleluya. Hata akiona ni ukweli anasema hapana. Haleluya.
lakini kuna mwingine atakaposikia vile walipanga, na ndiposa Biblia inaniambia kwamba Rubeni akasikia yale waliokuwa wamempangia, wakaona ya kwamba ni heri amuokoe. Haleluya! Hata kama wamekupangia na kweli utatupwa ndani ya lile shimo, kuna mmoja amebaki atakuokoa. Haleluya! Wale umezaliwa pamoja na hawa, hata kama wamekupangia mabaya, kuna mmoja katikati ya hawa ambaye hatakubali uone mabaya. Amen. Kwa hivyo atakuokoa, na ndiposa nataka kukwambia kwamba yeye ataweza kukuokoa. Jambo la muhimu ni kwamba lile shimo Rubeni aliyotupwa haikuwa na kitu. Shimo ambao watakutupa halitakuwa na kitu. Kama watatarajia utakufia mahali pale, nataka kukwambia ndani ya hilo shimo gotini kitu ya kuzini. Haleluya! Kwa hivyo watakutupa mahali wanajua ungeishia mahali pale, lakini hakuta kitu kitakudhuru. Mungu atakuwa amefika mbele ya shimo, wewe ufike ndani. Haleluya! Kwa hivyo mtu anaitwa Yusufu hakuwa na chochote katika lile shimo, lakini ni kwamba alipokaa katika lile shimo. Hebu tusome mstari wa 26 na 27. Tupe haya, tusome. Yuda akawaambia ndugu zake, wafaa nini kumuua ndugu yetu na kuziacha damu yake? Haya, na tumuuze kwa hawa wa Somalia, wala mikono yetu isimdhuru, maana yeye ni ndugu yetu na damu yetu. Ndugu zake wakakubali. Haleluya, amen. Ile mipango yote ulikuwa umepangiwa, siku ya leo inabadilishwa. Haleluya, mipango yote ulikuwa umepangiwa, hatutaendelea. Umewekwa ndani mahali pale na umekaa, wanabadilisha nia yao. Wanabadilisha mawazo, wanabadilisha hiyo hali. Haleluya, Biblia Kizungu inasema ya kwamba yeye akaona kuna faida yake ya kumuuza. Haleluya, kuna faida yako wewe katikati ya watu wako na watu wewe. Kuna faida yako wewe katikati ya hata nchi ya Kenya. Kwa hivyo utaisha kabla. Haleluya, kuna faida yako wewe kuwa hapa kanisani. Haleluya, kwa hivyo hautaisha. Yusufu wakaona ni vizuri wamtoe, na walipomtoa wakamuuza, wakaona ni faida kwao, lakini hawakuona faida nyingine iliyokuwa mbele. Haleluya, nataka kukwambia kuna faida kubwa kwako ukiishi. Amen. Kwa hivyo wewe unapoishi, kuna faida kubwa unapoendelea kuishi. Haleluya, Yusufu akaishi na ndani ya utakatifu wake. Tumeambiwa wale wote watasimama na utakatifu, utajiri utapatikana. Ndio neno tumeambiwa. Yusufu akasimama na utakatifu, utajiri ukapatikana. Ndugu yangu, dada yako, unaposimama kwa utakatifu, utajiri utapatikana. Hatutaneng'ana. Haleluya, huu sio wakati wa kung'eng'ana. Huu ni wakati wa kusimama vyema mbele za Bwana, kama vile Yusufu aliposimama akaweza kushinda. Na wewe usimame vizuri. Ninaamini ya kwamba unaposimama wewe utaona ukuu wa Bwana na ukashindaniwa na Bwana, na hivyo ya kwamba wale wote waliokuweka wanarudia mawazo yao. Haleluya, wale waliokutupa mahali, wale waliokuona utatoka mahali hapo, hao wanarudia mawazo, na hao waliokutupa ndio watakutoa. Haleluya, hawa ndio watakutoa. Ndugu zake Yusufu ndio walimtoa. Na wewe jioni ya leo nataka kukwambia, haijalishi ni marafiki walikuweka mahali pale, haijalishi walikuendea kwa warogi na waganga, haijalishi walikuendea wapi, lakini hao wanakuja na kusema tunakutoa. Amen. Kwa hivyo usijali, huu ni muda tu mfupi, lakini wanakutoa, maana wanajirudia ndani yao. Haleluya. Watakayosema hata kwamba hii ni
damu yetu hatuwezi kuidhuru. Haleluya. Damu ina nguvu kuliko maji. Haleluya. Kwa hivyo wakaona ile damu haijaweza kufanya hiyo damu yao waweze kuidhuru. Kwa hivyo wakaweza kutupa ile mawazo ya kwanza. Hebu nikwambie, wale wote waliokuanzia mabaya, ile mawazo wanaitupa na sasa wanakuanzia mema katika jina la Yesu. Amen. Kwa sababu nataka tuende haraka, kwa sababu nimekuahidi sitakaa. Hebu tuende kwa mtu wa pili ambaye tuko ndani na shimo pia. Twende katika kitabu cha Yeremia. Tupe Yeremia 38. 38 mstari wa 6. Yeremia ndio hii. Basi tusome. Basi wakamtoa Yeremia, wakamtupa katika shimo la Mikaeli mwana wa mfalme lililo katika ukumbi wa walinzi. Yule shimoni hamkuwa na maji ila matope, naye Yeremia akazama katika matope haya. Haleluya. Huyu ni Yeremia. Sijui kama wewe umewahi kusikia Yeremia akitupwa ndani ya shimo. Haleluya. Nakwambia hata Yeremia alitupwa. Kwa hivyo wewe ukijiona umetupwa na mahali umekwama, sio wewe wa kwanza. Haleluya. Jambo la kwanza ni kwa nini walitupa Yeremia? Walitupa Yeremia kwa sababu ya unabii. Haleluya. Wewe kile umewekwa ndani yako nakwambia kina shida. Haleluya. Kwa hivyo ule unabii Yeremia alipotoa kwa mfalme ya kwamba hiyo nchi walikuwa naishi ya kwamba ingekuwa mikononi ya maadui, Biblia inaniambia kwamba wakaweza kumshika Yeremia kwa sababu ya ukweli ambao alisimama nao, wakamweka ndani la shimo. Haleluya. Simama na ukweli hata ukiwekwa ndani la shimo. Wacha kubabaika. Haleluya. Hii sio wakati wa kubabaika na mambo madogo. Huu ni wakati wa kusimama na ukweli. Haijalishi Kenya mahali tumefika. Haleluya. Aibu anaanza kusema tunasikiza crowd. Achana na crowd. Shikamana na imani ya Mungu. Haleluya. Sikiza vile Biblia inasema useme vilivyo. Wacha ground ya hapa ulimwenguni, hiyo ni upotevu. Lakini Biblia inaniambia kwamba wakamshika Yeremia na wakamtupa ndani ya lile shimo. Yeremia ndani ya lile shimo kulikuwa na matope. Hapa sasa kulikuwa na matope. Haleluya. Nataka kukwambia hata kama umetupwa mahali na unasikia kwamba mahali umekaa kwa kweli inaumiza, na nataka kuambia kwamba ni kwa muda tu. Haleluya. Wacha mimi niseme na wafahamu. Kulikuwa tunaishi kwa nyumba nyingine ilikuwa na kijiji. Sasa tulikuwa kwa nyumba ile tulikodesha huko Kikuyu. Kalikuwa kama tope. Ukinyesha ananiambia ni wewe ulikataa kukodesha nyumba nzuri. Kwa hivyo upande unanyesha ni ya yeye ilikuwa garantii. Sasa alikuwa ananiambia upande unanyesha ni wapi. Lakini nilikuwa ninaamini ni kwa Mungu. Mimi nilikuwa nakubali kunyeshewa. Lakini kitu moja nilikuwa nakauka naye. Nikauma huko kinyalia gadi kwako. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo tulikuwa tunakosania kila siku kukinyesha. Lakini nilikuwa nakwambia katika hii nyumba hata kuna matope na katika hii nyumba kuna nyesha. Lakini kama Mungu atanitoa nipeleke kwangu, mimi sitaondoka. Nataka kukwambia hapo wewe huku, imani yako ndio itakutoa. Yeremia akakaa ndani ya lile shimo ambao nilikuwa na matope, ambao nilikuwa na baridi, ambao nilikuwa na shida, lakini akavumilia ndani ya lile shimo. Ni wakati wako uvumilie mahali wawekwa. Amen. Ni wakati wako na wakati wangu wa kuweza kuvumilia, lakini ni kwa imani utaendelea. Amen. Kwa hivyo ni kwa imani.
Hiyo imani yangu ilishika mpaka nikajengea mapambano nyumba. Amen. Sasa sikuelewa nishe. Haleluya. Haleluya. Lakini kwa ile imani alikuwa naona mimi ni kama kichwa yenu vizuri. Haleluya. Nataka kuambia wale watu kuna imani mbaya sana. Kwa sababu hata shida ikitokea anasema tutatoboa. Hata hiyo dini tutashinda. Aturudi nyuma. Haleluya. Yeremia alipowekwa mahali pale, nataka kukuambia hivi, yeye akasimama ndani la lile tope na ndani la mwanya. Haleluya. Kuna mtu mmoja ambaye amewahi kusimama ndani ya mwanya, ndani ya kanisa hili. Ni wakati wako, hata kama kuna uchungu, kazi ni maombi, lakini simama ndani ya mwanya. Yeremia hakupotewa na fahamu. Yeremia hakupotewa na nguvu, lakini alikaa mahali pale. Haleluya. Hebu tusome mstari wa 10 hadi mstari wa 13. Tuone kama Yeremia akitolewa. Ndio niendelee kutamatisha. Mkushi akisema, chukua pamoja nawe watu 30 toka hapa, ukamtoe Yeremia shimoni kabla hajafa. Tuendelee. Basi Abimeleki akawachukua watu hao pamoja naye, akaingia ndani ya nyumba ya mfalme chini ya gari, akatoa ile nguo zilizotupwa na vitambaa vikukuu, Kushi akamwambia Yeremia, tia nguo hizi zilizotupwa na vitambaa hizi vikukuu chini ya kamba naye Yeremia akafanya hivyo. Basi wakamuinua Yeremia kwa kamba hizo, wakamtoa shimoni, naye Yeremia akakaa katika ukumbi wa ulinzi. Haleluya. Unajua huyu Mkushi alikuwa ni Mwethiopia. Ukisoma na ya Kiingereza sema Mwethiopia. Haleluya. Kwa hivyo yeye akasikia na sauti ya kwamba Yeremia ameshikwa na ametupwa ndani la shimo. Lakini ni kusikia alisikii, na ujua kwamba yeye hakuwa Mkristo, alikuwa ni Muislamu. Nataka unishike vizuri. Huyu mtu yeye alikuwa ni Muislamu. Akasikia kwamba Yeremia ameshikwa na ametupwa ndani la shimo. Na huyu Muislamu aliposikia haya, ama Mkushi aliposikia haya, akasema ya kwamba atajijaza na aende mpaka kwa mfalme, akaombe ruhusa ili aweze kumtoa Yeremia asifariki ndani la lile shimo. Haleluya. Nataka kukuambia hivi, sio wale ambao wanakupenda sana watakutoa. Sio wale wengine pengine walikutupa watakutoa. Sio wale ambao wamekusikia hapo watakutoa. Lakini kuna mmoja ambaye atatumwa, asikia kwamba ile shida uko nayo, yeye atakuja kukutoa. Haleluya. Imani Muislamu anaenda anatoa nabii wa Mungu. Yaani ujiulize, hii ni miujiza gani? Kwa hivyo Bwana atatumia yoyote yule. Mahali umetupwa, haijalishi ni nani, lakini anakuja yule ambaye atakutoa mahali pale. Biblia imeniambia kwamba huyu alipoenda akaomba ruhusa ili aende akamtoe. Haleluya. Hebu imagine, mfalme akamwambia chukua pamoja na wewe watu 30. Na huyu mfalme ujue ni yeye alikuwa ametupa Yeremia mahali pale. Kwa hivyo yule aliyekutupa ndiye atatumana utolewe. Wale waliokutupa mahali pale huko, hawa ndio watatumana ukatolewe. Furaha yangu ni kwamba, na jambo ambalo linanifurahisha, yule Mkushi alipoambiwa chukua na wewe watu 30, nataka kukutangazia kwamba kuna watu 30 ambao wamepewa kazi yako, wakuombee, wakutoe mahali uliwekwa. Amen. Kuna watu wamewekwa wakuombee, wakutoe, wakuinue. Haleluya.
hajalishi watatumia nini. Lakini Biblia imeniambia vizuri ya kwamba yule mkushi alipoambiwa enda ukatoe Yeremia, hebu imagine, alienda hapo nje kwa mfalme, akatoa zile nguo zilikuwa huko nje zimetupwa, zile kuku matangari mekadele yale mifudu. Haleluya. Biblia inasema, ukisoma ya Kizungu vizuri inasema rote. Kwa hivyo ni zile ambazo zilikuwa zote ambazo zilikuwa na nguvu. Haleluya. Amen. Nataka kusema kwamba yule mkushi yeye akaona yale vitambaa ambazo zilikuwa nje kwa mfalme, kama ambazo zilikuwa zimezeeka, kama ambazo zingetumika, yeye akaona hizi ndio zitatumia aweze kumtoa Yeremia. Nataka kuambia hivi, zile vitu unaona haifai ndio Mungu atatumia kukutoa mahali huko. Haleluya. Hebu imagine, alienda kuchukua matakataka akazifunganisha, na zilipokuwa zimefika ndani ya shimo, akaambia Yeremia, sasa jifunge. Mungu anaweka nguvu, zile zitatumiwa ambao zimezeeka hatutarudi ndani ya shimo. Amen. Kuna Mungu ambaye ataweka nguvu kwa zile vitu zote ambao zitatumiwa mahali pale zikutoe. Zinaonekana kama kwamba uwezi, zinaonekana kwamba kama siwezi kukutoa mahali pale, lakini jioni ya leo na habari njema ni kwamba hata kama zimezeeka, hizo Mungu atatumia kukutoa mahali pale. Amen. Na ujue ni kweli. Mimi siku moja nikiwa Kikuyu, nyumba ikachomeka na kazi ikachomeka, ikaisha yote. Na mimi sasa na wakamanda tulikuwa tukasindi. Sasa tukashindwa tumeelekea wapi. Kulitoka mama moja alikuwa mzee sana. Yule kijana wangu mdogo, yeye alikuwa na bebe. Huyo mama alitoka mbali aliposikia nyumba yangu ikichomeka na biashara zilichomeka. Na ni mama mzee sana. Akawa yeye ndiye atakuwa msaada kwetu. Alikuwa analetea njia maziwa, anamletea chakula, na hata sisi anatuletea chakula na kiodo. Na anatoka kama modhara, akiwa amebeba hizo zote. Nataka kukwambia hivi, wewe kile unafikiria ndio hicho, Mungu atumii hicho. Amen. Amen. Mahali tulikuwa tunaishi kulikuwa na matajiri wengi, lakini Mungu hakutumia hawa. Alitumia yule shushu. Na yule shushu akakaa kwetu mpaka wakati tulilisiu. Tukawa sasa tuko sawa. Tukashika laini tena. Shushu akaenda sana. Hatukuona tena. Amen. Haleluya. Kwa hivyo nataka kukwambia kile ambao Mungu atatumia sio kile wewe unafikiria. Mungu anatumia kile anafikiria na njia zake. Na kile anaona hiyo ndio kitakutoa mahali pale. Amen. Kwa hivyo usikawahi kudharau chochote kile kilio tu. Yule ambaye aliyetumwa ama mkushi aliyetumwa aliokota matambara, na hizo ndio zilitoa Yeremia ndani ya shimo. Nataka kuambia hata kama zitaokotwa zitakutoa mahali. Amen. Haijalishi kiasi gani, lakini utatoka. Jambo la maana ni kwamba utatoka mahali pale. Lakini nataka kukwambia kwamba kulingana na mfalme kuna amri itatolewa, wewe utolewe. Haleluya. Nimesema kuna watu 30 ambao watasimama juu ya mwanya wakikuombea kutoka siku ya leo. Usijali ni nani atakuwa kuombea. Lakini kama vile Yeremia alitumiwa watu 30, kuna watu 30 wanatupwa juu yao. Wasimame kwa sababu yake. Wasimame kwa sababu ya watoto wako. Wasimame kwa sababu ya hiyo boma. Haleluya. Na watakuwa wakifosiwa kila siku wakukumbuka kwa maombi. Haleluya. Watakuwa kila siku wapende wasipende watakutaja. Kwa hivyo wewe usijisumbue. Mahali uliwekwa, wacha kujisumbua ya kwamba kumetumika vitu ambao pengine unaona kama haziwezi. Hata wale unaona kama hawezi kuomba na isikike, hawa ndio watatumiwa na watasikika. Haleluya. Nataka twende mtu wa mwisho nimalize hii nisimalize. Hebu twende katika kitabu cha Danieli. Twende Danieli 6.
Danieli 6 mstari wa 16. Danieli 6. Haya tusome. Hakuna tumemweliwacha peke yangu, tusome. Mbona saba haitikiwe ikawekwa mdomoni kwa lile tu, naye mfalme akatia muhuri kwa muhuri wake mwenyewe na kwa muhuri wa wakuu wake, isibadilike neno lolote katika habari za Danieli. Haleluya, amen. Huyo ni Danieli na yeye wakamshika Danieli wakamweka ndani la lile shimo. Ni kwa nini walimweka Danieli? Danieli aligaidi sheria ya mfalme. Haleluya. Sio kwa sheria zote ambazo Wakristo tunaweza kutii. Wafalme ambao wanaongea, tunafaa kutii sauti ya Mungu. Haleluya. Inafaa kutii sauti ya Mungu. Najua wakati huu sasa kila mtu tunaanza kusema Ruto. Lakini wakati ule tulipokuwa tukichaguana hakuna mtu angesema sio Ruto. Sisi wote tulikuwa huko. Haleluya. Hii mimi na mama pamoja tulikuwa tunapiga kwa nyumba. Nikamwambia ukichagua Ruto baada ya miaka miwili utaniuliza swali. Akaniambia wewe jamaa sana, wote wanaelekea huko. Sisi wote ndio weka peke yako. Mwambia ni sawa. Mimi pengine ni yule nabii ambao mjinga kidogo. Lakini kwangu ndani yangu sisi yote unasema. Hata Reverend kuja hapa, pole Reverend kwa kumtaja. Nikija hapa alikuwa anasema ni Ruto. Mimi na nyamaza tu nikasema, tuendelee. Singesema neno. Lakini kwangu nilikuwa nasema, nilikuwa namwambia mkichagua Ruto baada ya miaka miwili utaniuliza swali. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kunakaa kusema nini? Kuna wakati mwingine tunakataa ile ambao sio vile wewe unasikia ndani yako, wacha kubadilishwa. Haleluya. Wacha kubadilishwa. Danieli akasikia amri ambayo ni ya mkuu. Lakini akasema mimi sitainama. Hata kama unasema ni heri nikufe, lakini sitainama na sitakuinamia. Haleluya. Wakati mwingine wa Kristo tuwe na dhamiri ambayo inasema tutainama. Hata ni heri tukufe lakini si hapa. Haleluya. Wewe Danieli akaona ni vyema ya kwamba yeye hatainama, na hivyo ikafika wakati Danieli alipostakiwa akaambiwa, sasa Danieli ndio umekataa kuinamia mfalme. Sasa wakamshika wakampeleka ndani la tundu la simba. Haleluya. Huyu Danieli alitupwa ndani ya simba. Lakini jambo la maana ni kwamba Mungu akafika mbele kufunga vinywa za simba. Haleluya. Katikati ya jana yote umetupwa. Hata kama kuna miba ya ile shimo, hata kama ni nini itakuwa kwa ndani ya ile shimo ambao huko, hakuna kitu kitakudhuru. Mungu ataifunga. Amen. Mungu ataweza kuifunga. Haleluya. Pengine nimesema kwamba pengine wanaweza kuginoa ile wewe unasema, yale maneno unasema, kama vile Danieli alipoonekana. Pengine wanaweza kudharau Danieli, lakini mwisho watakuja kutambua Mungu wa Danieli ni nani. Mwisho wanakuja kutambua Mungu wako ni nani. Haleluya. Na kwa hivyo nataka kukwambia hivi, hata kama mfalme aliweka jiwe ndani la lile shimo, huyo mfalme Mungu akupatia usingizi alale. Mpaka Danieli akiwa ndani ya shimo hawangeweza kulala. Nataka kukwambia hivi, wale waliokuweka mahali huko hawatalala kabla wewe kutolewa. Hawatalala.
mfalme hakulala usiku mzima. Kwa sababu ya nini? Mungu angekubali mfalme alale na Danieli alale ndani ya shimo? Mungu wetu si wa aina hiyo. Mungu hawezi kukubali sisi tuwe ndani ya shida na watu wengine wafurahie. Ni lazima tutaokolewa na tutolewe ndani ya ile shida. Haleluya! Wale ambao wameshika vitu vyetu, ni wakati umefika wa kuachilia. Sasa ni wakati umefika waweze kuachilia. Na ndiposa mfalme hangeweza kulala. Alikuwa na mali ya Danieli, alikuwa na mahali Danieli apelekwe. Wewe kuna mahali inafaa upelekwe. Yule ambaye ameshikilia nafasi yako hata lala kabla hajaipeana. Hata lala kabla hajaipeana hiyo nafasi. Haleluya! Kwa hivyo ninaona ya kwamba mfalme hata ingawa aliondoa jiwe, aliweka jiwe linaondolewa. Jiwe linaondolewa. Lile jiwe uliwekelewa litaendelea. Kutoka siku ya leo hiyo jiwe ya umaskini tunaondolewa jiwe ya umaskini. Hadi nyinyi hamwezi kufurahia kama vile anaweza na tabiria tupaki magari huko jao. Situfurahie tutapaki kwa imani. Kwa hivyo hiyo jiwe linaondolewa. Kile kilichowekwa tutaendelea ndani ya hii kanisa kinaondolewa katika jina la Yesu. Haleluya! Kama kuna mtu alisimama ndani ya moyo na kusema watu wataokoka, kutoka siku ya leo hiyo aliweka inaondolewa na watu wanaokoka katika jina la Yesu. Akilengaje? Ni Mungu ndiye ameleta hiyo. Akaletea mfalme mwenyewe. Kama aliletea mfalme kukosa usingizi, hao wengine ni nani? Warogi na watunyani na hao wengine. Kwani hawa ni nani? Mungu anawaondoa. Mungu anawaletea shida mpaka waachilie ile ndio yetu. Haleluya! Kwa hivyo jiwe linaondolewa. Na kama vile jiwe likaondolewa Yesu Kristo alipokuwa pale, amewekwa pale kaburini, jiwe liliondolewa. Kwa hivyo jioni ya leo kuna jiwe linaondolewa. Wewe ukiamini kuna jiwe linaondolewa. Mimi napenda imani sana. Lakini nasema mimi siwezi kusimama hapa nisiseme imani. Tunaishi kwa imani. Haleluya! Hatuishi kwa mambo makubwa. Tunaishi kwa imani. Na kwa hivyo nataka kukwambia kwamba jiwe litaondolewa. Na kwa hivyo jiwe linapoondolewa, sisi tutapata amani. Amen. Tutapata umoja. Amen. Tutapata ushirikiano. Amen. Tutapata communication. Haleluya! Usingizi utapatikana. Haleluya! Jiwe linaondolewa tupata usingizi. Tutolewa hili ndani ya hiyo shimo. Haleluya! Kwa hivyo tunaondolewa mahali pale. Jambo lingine ni kwamba malaika wa Bwana anatumwa juu yako. Amen. Kuna malaika aliyetumwa akulinde na ndiye ndani ya shimo. Na wewe Bwana anakutumania malaika akulinde mahali popote. Haleluya. Kuna malaika wa Bwana anatumwa akulinde. Kwa hivyo usijali. Hiyo hali unapitia, hata kama itakaa kwa muda, kuna malaika ametumwa kuzingira. Kuna malaika anakupatia nguvu. Kuna malaika anakupa uwezo. Kwa hivyo huyo malaika atakuwa pamoja na wewe na atasimama na wewe. Na ninataka kusema jambo lingine, na ukweli na haki utasimama. Kudumisha ukweli na haki. Hebu tusome hiyo kwa mstari wa 23 ndio nimalizie. Nikienda hapo kumaliza. Tusome mstari wa 26 na 27. Ole. Twende mstari wa 26 na 27. Tusome. Mimi na mamlaka katika mamlaka yote ya ufalme wangu, watu mbea kuogopa mbele za Mungu wa Danieli. Maana yeye ndiye Mungu aliye hai. Amnaendelea. Na ufalme wake ufalme usioharibika, na mamlaka yake itadumu hata milele. Yeye hupona na kuokoa, hutenda ishara na miujiza. Mbingu na dunia ndiye aliyeziponya, na
Danieli na nguvu za kushinda. Haleluya. Yeye uponya na kuokoa. Mungu akuponye katika kila hali unapitia. Mungu akuokoe katika hiyo hali unapitia. Amesema Mungu wa Danieli, wale walikuwa wamekataa Mungu wako, kutoka siku ya leo Mungu anatenda miujiza na watasema Mungu wako ndiye Mungu. Haleluya. Wale waliokuwa wamekataa na wokovu wako wakisema uonekane, kutoka siku ya leo wokovu wako unabadilishwa, waseme Mungu wako ndio tunahitaji, Mungu wako ndio tutampenda, Mungu wako ndiye tutamtumikia, katika jina la Yesu. Bwana awabariki, Bwana awatende mema.